Tunaweza tukampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu wakati nafikiri mwenye jina lake JPM anaondoka, huu mradi ulikuwa sidhani kama hata kwenye 10-20 umeshafika. Kwa hiyo wengi tulidhani kwamba huu mradi hauwezi kukamilika kwa ukubwa wake huu ambao, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan ameukamilisha huu mradi. Serikali imefanya kazi kubwa mzuri chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ifike wakati sisi kama Watanzania tusikubali kulishwa maneno ya upotoshaji ya kugombanishwa na viongozi wetu wa serikali. Serikali zote za awamu zote zilizopita, yale mambo mema yaliyofanywa ni lazima tuhakikishe tunayabeba, kwa sababu hakuna atakayeyakataa. Na ndio maana tulikuwa tunawaambia watu, sisi wengine tukipata nchi hatuwezi kujenga mashule, kwa sababu mashule tayari yapo, tutayaboresha. Na hata daraja hili tusingejenga daraja lingine hapa la pili. Kila Mtanzania popote alipo, kwa mradi wowote ambao upo, aendelee kuutunza, kwa sababu ni rasilimali, ni za kwetu wenyewe, lakini ni kwa niaba ya vizazi vyetu vijavyo. Tunasifu serikali kazi iliyofanya, lakini pia lazima tuwaambie wananchi miradi hii imefanikiwa, inafanikiwa na itafanikiwa ikiwa Watanzania wote tutaweza kuendelea kulinda nchi kabaki. Kazi ambazo mkandarasi anaendelea nazo, kufunga CCTV kamera kuanzia kwenye barabara unganishi, daraja zima, sambamba na ujenzi wa kituo cha polisi, lakini pia kuna wenzetu wa jeshi watakuwa wana makazi hapo. Kwanza mimi nashukuru sana. Mimi kama mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC nayetoka katika mkoa wa Mwanza, baada ya kuona ujio mzuri na mkubwa wa viongozi wa kitaifa wa vyama vya upinzani karibu vyama 13, kwanza nilifarijika sana na nikawiwa. Nikaona jambo hili ni zuri, la kihistoria na la kuheshimika sana. Kwa hiyo nilipongeza sana kuona fursa ya vyama vya upinzani kuja kutembelea katika mkoa wa Mwanza na kuja kuangalia kazi ambazo zimetekelezwa, zimefanywa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kazi kubwa ambayo alikuwa ameifanya, hususan kwa eneo ambalo wao wametembelea. Ni maeneo kadhaa mengi, kila sehemu na kila sekta imeguswa, lakini wao waliwiwa zaidi kuona mradi mkubwa wa kimkakati katika mkoa wetu wa Mwanza, ujenzi wa daraja la JPM Kigongo Busisi ambao ulikamilika na limeshaanza kutumika. Ujio huu wa wao kwenda kutembelea eneo lile, kwa kweli mimi nimeona ni jambo zuri la kihistoria, la heshima, la upendo, la mshikamano, la kuona namna ya maendeleo katika ujenzi wa nchi yetu. Kwa hiyo niliwiwa sana, nilifarijika sana kusikia ujio huu, na mimi naweza kuchukua fursa hii kuwapongeza sana vyama vya upinzani. Maana hii nchi ni yetu wote. Na hii nchi sisi wote tunashirikiana katika kuijenga. Tunaweza kuwa na tofauti za kiitikadi, lakini linapokuja swala la maendeleo, kama mtakumbuka kiongozi mmoja ameshatangulia mbele ya haki, alisema maendeleo hayana upinzani. Maendeleo hayana upinzani wa vyama vya siasa. Maendeleo yanapokuja katika nchi yetu yanatumika kwa wote, manufaa yake ni kwa wote. Kwa hiyo nilisikia baadhi ya viongozi wakuu katika vyama hivi ambavyo vimekuja kutembelea wakipongeza. Na mimi nasema uungwana ni vitendo. Jambo hili lilikuwa jambo zuri ambalo wao wanathamini mchango mkubwa wa kazi zilizofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Daraja lile waliona kwanza gharama zilizotumika zaidi ya bilioni 700. Hata wao wangepata fursa ingekuwa si rahisi kulijenga, ila wanasema wanatembelea hata siku wakipata fursa ni kwa ajili ya kuboresha. Lakini kwenye swala la ujenzi wanajua kabisa ilikuwa sio kazi ndogo. Na mimi kupitia hapa nazidi kushukuru sana na kupongeza sana hekima, busara ambazo alitumia Mheshimiwa Rais katika 4R. Hii ni Tanzania Habari.